Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 11, nadhani kwenye tarehe kama za katikati. Mimi ni mfanyabiashara ambaye nafanya kazi ya saluni. Nilikuwa na saluni yangu. Nasuka misuko yote kama mnavyojua kazi ya saluni. Na nilikuwa na rafiki yangu ambaye naye alikuwa akiishi Dar es Salaam. Yeye alikuwa ni mtu wa kufanya kazi zake tu ambazo niseme labda za kuajiliwa, mimi nilikuwa nimejiajiri. Nilikuwa nimeunganishwa na mtu anafanya kazi India. Rafiki yangu ndo alikuwa ameniunganisha naye. Kwamba kutokana na ufanyaji kazi wangu mzuri, anahitaji mtu wa kwenda kufanya kazi nchi za nje. Nikumbuka ikiwa ni mwezi wa 11, mwishoni tukawa tumekubaliana kwamba anikatie passport, aniwekee visa pamoja na ticket. Na makubaliano yalikuwa ni kwamba ni lazima nije kwa sababu kuna hali nzuri ya kifedha, kwamba tofauti na ambako niko. Kwa hiyo nikaona kama ni fursa nzuri, nikakubaliana naye. Mwezi wa kwanza nikawa kila kitu kimekamilika, nikafika India. Lakini baada ya kufika India nikakutana na vitu vingi sana ambavyo haviko vile ambavyo ameniambia. Kama upande wa biashara yake, nikaona kabisa ni bora na Tanzania. Ukiondoka kwenye masuala ya biashara zake, kwenye kuishi kwenye nyumba ambako sehemu ya makazi, chakula na vitu vingine ambavyo kwamba naweza nikavihitaji. Na ikiwa hivyo, nimefanya naye kazi kwa makubaliano. Na baada ya kufika huko tulikuwa tuna makubaliano tangu nipo Tanzania jinsi ya kufanya kazi na malipo. Tulikubaliana kwamba nafanya kazi miezi 3 bila malipo yoyote. Itakuwa ni kula kwake, kulala kwake, nikiumwa kwamba atanihudumia, na hata nyumbani kukiwa kuna shida, matatizo, atasaidia familia yangu. Lakini baada ya kufika huko haikuwa hivyo kama jinsi ambavyo tumekubaliana. Miezi 3 imeisha, hakukuwa na chakula, hata nilipoumwa hakunihudumia, wala nilipokuwa na shida nyumbani hakuweza kunipatia pesa. Bali aliniambia tu kwamba ukimalizana na mimi utaendelea na mambo yako mengine. Nilifanya kazi ndani ya hiyo miezi 3 imeisha. Nikamwambia tumemalizana ndani ya hii miezi 3. Inakuaje kuhusu masuala ya mimi kufanya kazi na malipo yangu yanakuaje? Kwa sababu tayari miezi imeshaisha. Akaniambia subiri, anaendelea kunisubirisha kila siku. Nikaanza kuona ufanyaji kazi wa kwangu mimi kwa umepungua, huko akiwa anafanya taratibu za kumleta mtu mwingine India, kwa sababu mimi tayari hiyo miezi 3 imeshaisha. Na baada ya hapo ikaja kuleta kama ugomvi mimi na yeye. Kwa nini namjaji sana kuhusu makubaliano ya mimi na yeye, kwamba mimi naingizaje pesa yangu. Lakini alipoona kwamba namsumbua sana, akaniambia natafuta mtu mwingine wa kuja saluni, mtakuwa wengi hapa saluni, mtashirikiana, lakini ngoja afike kwanza nitakupa mikakati ya kufanya kazi. Nikamwambia sawa, lakini naendelea kufanya kazi, sipati pesa yoyote na miezi 3 imeshaisha. Akaniambia subiri. Nimekaa kama wiki ya kwanza, wiki ya pili, naenda ni miezi kama 4 baada ya miezi 3 kuisha. Nakumbuka nilikuwa nimeumwa. Nikamwambia naumwa, akaniambia hana pesa. Na yeye sio kama pesa hakuna na kazi tunafanya. Lakini muda huo ofisi yake ilikuwa inayumba. Kazi tunafanya lakini ofisi inayumba, mara kaja huyu anamdai, kaja yule anamdai, kaja huyu anamdai. Akaja akafukuzwa pale ofisini, nyumba ikawa kama kanyang'anywa sehemu ya biashara. Kwa ofisi ya saluni ikawa haipo tena. Tukawa tunafanya kazi tu ile kwamba huyu kaja tumemsuka nyumbani, huyu kaja tumemsuka nyumbani, ama tunaenda home service tunahudumia, lakini malipo yakawa hakuna. Ndipo nilipoamua kusema kwamba kumwambia kwamba mimi naona bora nirudi nyumbani. Tangu nilipomwambia kwamba nataka kurudi nyumbani, kukawa sasa kuna mtafaruku mkubwa kati yangu mimi na yeye, ugomvi. Kwa nini nimetaka kurudi nyumbani? Ndipo alipokuja kuniambia kwamba nakudai milioni 17 ya India, na kwa milioni 7 ya Tanzania. Kwa India ni kama 4,500,000 rupees.
Nikamuuliza hii pesa yote ni ya nini? Akaniambia kwamba hujafikisha kile kiwango ambacho nilitumia gharama kukuleta. Kwa hivyo kama unajijua kabisa kwamba ofisi kwa sasa hatuna, inabidi ujichanganye na wenzio. Nikamuuliza nijichanganye na wenzangu kivipi? Akaniambia kwani haoni kama wenzio wanajiuza huko, wanaenda location, wanafungua mitandao, wanafanya kazi, wanapata pesa, wanawalipa watu. Wewe haujui? Nikamwambia mimi sijui kwa sababu mimi si kitu ambacho nimekileta. Kwani hauoni wote ambao unakuwa nawaleta hapa au wenzio unadhani wanafanya kazi gani? Nikamwambia kila mtu labda ana mishemishe zake, mimi siwezi kujua. Ndipo alipokuja kuniambia kwamba nimekutafutia sehemu ya kwenda kujiuza. Kwenda kuuza mwili ili nimalizane na yeye, kisha ndo nitakapoondoka nikimalizana naye kumpa milioni 17 ya Tanzania. Mimi ikawa sasa ni ugomvi mkubwa wa mtafaruku mimi na yeye huku na huku. Nikaona sio kweli. Nilikuwa na akiba yangu nikakata tiketi. Lakini baada ya kujua kwamba sasa nimekata tiketi akaanza kuniwekea watu, yeye alikopo bado ni kama hajajua ila alikopo akihisi. Nikaona tu kama anataka passport kwa sababu passport yangu nilikuwa nayo tangu mwanzo, aliichukua nilipofika kisha akaja akanirudishia. Kwa sababu huko nyumbani kwake kulikuwa ni kama kuna mtafaruko, yeye na mwanaume wake wanauza unga. Nikisema unga na maanisha ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo ule mtafaruko wao kule akaamua kuja kunipa passport yangu. Nimekaa nayo, alivyoona kwamba nadai pesa zangu, nadai pesa zangu ambazo nakuwa nafanya kazi ili nipate kuondoka. Ndipo alipoamua kuja kutaka kuchukua tena passport na mimi sikumpatia, nikaenda kuihifadhi kwa mtu kuificha, ambaye ni Mtanzania mwenzangu, rafiki yangu. Nikakata tiketi. Alivyogundua kwamba nina ratiba ya kuondoka, akaanza sasa kunibana. Nikawa kuanzia sipewi chakula, nikiumwa sihudumiwi, nikisema chochote sisikilizwi. Huko akijua kabisa kwamba mimi kama nina tayari namletea ule ujeuri wa kutokufanya naye kazi ambazo anazitaka. Aliongea sana na kunitolea maneno makali sana na vitisho vingi sana, vikali ambavyo ni kwamba vinaniumiza. Ikafikia muda nikaona ili nimzuge, nijue naondoka Reni, tayari nimeshakata tickets. Mimi nikaona kabisa hapa nitashindwa jinsi ya kuondoka. Anaweza akanibana zaidi, nikajishindwa jinsi ya kuondoka kurudi nyumbani. Nikamkubalia tu sawa, nitaondoka lakini kwa sasa najisikia vibaya, naomba nipatie dawa, nikikaa vizuri nitaondoka. Akanijibu sawa. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 19 ndo alikuwa amenitumia message na kuniambia hivyo vitu na kunipigia simu. Tarehe 21 nika nimekata tiketi. Tarehe 22 akawa ameniambia kwamba unaondoka unaenda lini huko nilikokuambia. Nikamwambia dawa hujaninunulia, chakula hakuna, wala sijapata huduma yoyote. Unavyoniambia niondoke niende huko, ninawezaje? Na kama hivi naumwa, nawezaje kwenda kufanya kitu ambacho kwamba siwezi nikiwa na afya mbovu? Akanambia basi nitakununulia dawa. Akaniambia tu nenda dukani chukua shilingi 200, akampa kijana wake wa pale shilingi 200. Nenda kawaambia kwamba akupe dawa fulani. Nikaenda nikachukua dawa nikanywa. Tayari nikaona hapa mazingira yatakuwa ni mabaya. Tayari ananiforce na kuwa nipo nje ya muda ambao natakiwa niondoke. Nipo ndani ya muda wake yeye ambao ananiforce mimi niondoke. Nikashindwa kujua nitafanyaje. Nikakaa nikavumilia siku ya kwanza, akaja akanitumia message, nimekutumia mtu aje akusuke akuandae kwa kila kitu, ujiandae na kwenda kwenye hiyo kazi. Ndipo nilipoona kwamba hapa mimi sitoweza. Na kama siwezi bora nitafute njia mbadala ya kuondoka. Naondokaje? Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli.
au kwa WhatsApp tuma neno BIMAPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BIMAPAP, urahisi wa maisha.